Kwa nini wagonjwa wa kisukari wanaongezeka sana katika miaka hii ukilinganisha na zamani? Ni moja ya swali ambalo watu wanajiuliza sana. Kwa nini wagonjwa wa kisukari wanaongezeka sana? Leo nataka nikwambie sababu ambazo zinasababisha kundi kubwa la watu kupata ugonjwa wa kisukari. Inawezekana kwenye familia yenu kuna historia ya ugonjwa wa kisukari, ukawa kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa kisukari, au ukawa kwenye kundi kubwa la watu ambao hakuna historia ya ugonjwa wa kisukari kwenye familia zao, lakini wamepata ugonjwa wa kisukari kwa sababu ya lifestyle, kwa sababu tu ya mtindo wa maisha. Hata hawa ambao kuna historia ya tatizo, wao pia hawapati ugonjwa wa kisukari kwa sababu wana historia ya ugonjwa. Wanapata kwa sababu waliingia kwenye lifestyle inayoharakisha ama inayotengeneza tatizo kiurahisi kuliko wale ambao hawana vinasaba. Sababu ya kwanza inayopelekea watu kupata ugonjwa wa kisukari kuliko kawaida ni tabia ya kula mara kwa mara. Ulaji wa mara kwa mara ni moja ya chanzo kikubwa sana cha upinzani wa insulini, kitu ambacho ndio tunasema ugonjwa wa kisukari ama kiini cha ugonjwa wa kisukari. Ulaji wa mara kwa mara unachochea mwili wako kumimina insulini nyingi sana. Insulini nyingi inamaanisha mwili wako unalazimishwa kutumia sukari, yani seli zako zitumie sukari kwa wingi, na kwa vile zinahitaji kidogo, zinaanza kukosa namna ya kuitumia. Itaanza kutunzwa kama mafuta hiyo sukari ambayo umeizidisha, na mwisho wa siku mwili utashindwa kutunza mafuta, utakataa. Hiyo sukari inaanza kuonekana kama shida, kitu ambacho tunasema ni ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo sababu ya kwanza ni ulaji wa mara kwa mara. Unapokuwa una tabia ya kula mara kwa mara, na hasa vyakula ambavyo unavitumia mara kwa mara ni vile ambavyo vinaingiza glucose, vinaingiza sukari. Inawezekana ni sukari ambayo ni glucose, inawezekana ni fructose ambayo unaipata kwenye matunda, kwenye juisi. Sasa hiyo inaenda kupelekea mafuta mengi kwenye ini, inapelekea upinzani, lakini pia kwenye viungo vyako. Wengine wanaanza kunenepa mwili, wengine hawanenepi kwa mwili kwa muonekano wa nje, lakini wananenepa kwa ndani kwa maana ya viungo vyao vya ndani. So hiyo ni moja ya sababu kubwa kwa nini watu wanapata ugonjwa wa kisukari. Ulaji wa mara kwa mara. Sisi zamani tulikuwa tunaamka asubuhi, tunaingia shamba, tunachapa kazi, unakuja kula saa 6. Sasa wewe unaamka unakula, alafu unaenda kukaa tu darasani au kukaa tu ofisini. Mchana tena unakula, unakaa tu ofisini. Jioni tena unakula. Na bado hapa katikati unakula milo midogo midogo. Hauwezi ukakwepa magonjwa kama kisukari. Hauwezi ukakwepa unene. Hauwezi ukakwepa changamoto za hormone imbalance, kwa sababu mara kwa mara insulini inapokuwa nyingi kwenye damu inavuruga homoni zingine. Kwa makala kama hizi, follow page hii, endelea kujielimisha. Mimi ni Sam Nature.